Nyinyi mlitoa kiasi gani? 4,500,000. Aliwaambia yeye ni nani? Ni mwenye nyumba. Hali ya sintofahamu imetokea katika mtaa wa RC kata ya Olorieni katika jiji la Arusha baada ya mzee mmoja aliyefahamika kwa jina la Felix Moses Ngoo ambaye inaelezwa kwamba alijifanya balozi wa shina namba 14 katika mtaa huu na kujichukulia pesa katika nyumba ambayo iliyokuwa na mgogoro kwa kipindi cha zaidi ya miaka miwili. Safina. Tulikuja hapa na mdogo wangu, ilikuwa ni Disemba. Akatuonyesha nyumba, akasema mwenyewe anaondoka tarehe 1 Januari. Kwa hiyo tukaandikishiana mkataba, tukampa na hela, lakini baada ya hapo kuja kudai kwamba tuanze kuingia kwenye nyumba, akatuambia mwenyewe sijui alokuwa hajatoa vitu, kwa hiyo tumpe tena mwezi mmoja. Baada ya hapo tulivyokuja akaanza kutufukuza. Nyinyi mlitoa kiasi gani? 4,500,000. Aliwaambia yeye ni nani? Ni mwenye nyumba. Kumbe si tunajua ni mwenye nyumba mpaka leo. Kwa hiyo mnahisi mmetapeliwa? Ndio, kwa sababu baada ya miezi miwili kupita akatuambia kwamba hawezi kutupa nyumba kwa sababu tarehe ya mkataba imeshaisha na kodi yetu imeshaisha. Kilichotokea leo ni nini? Mimi nilipita tu nikaona watu wako hapa, ndio nikauliza, nikaambiwa kwamba amechukua hela tena ya mtu mwingine. Hiyo mkataba unao? Ninao kwenye simu. Pole. Kwa hiyo ni kwamba alijipa cheo cha ubalozi. Sisi tulikuwa tunajua ni balozi. Naambiwa mimi jina langu naitwa Martin Kimurja Laisa. Msaliwa hapa Swe. Eneo langu ni hili. Kilichotokea ni nini? Kilichotokea kuja kumuondoa waandishi wa habari, imekuja tena na wananchi kumuondoa mtapeli ambaye anaitwa Felix Moses Ngoo. Anajifanya balozi na eneo hili tila kwake akafungua ofisi kujifanya yeye ni balo, anatapeli watu. Anapangishia sehemu ya kwangu ambayo nimeshashinda kesi. Yeye Mama Samia amenipa eneo hili na hati hiyo ninayo. Yeye anakuja kufungua ofisi kujifanya yeye ni balozi. Wakati anafungua ofisi na amekaa hapa muda mrefu, ulikuwa wapi? Mimi nimepambana naye na nishamfunga yeye miezi 3 mahakamani kwamba eneo si la kwake. Na yule mwenye ambaye tunapambana na yeye aitwa Mrema, ambaye Mrema simfahamu. Na mfahamu tuliandikiana kwamba amekuta msingi uliojenga nyumba hii ya room 4 ili mpe dada huyo aitwa Ana Mrema, nimpe eneo hilo na matofali yako mpaka na sasa hivi. Mimi naitwa Pius Michael Laizer, ni mwenyekiti wa tawi la Olorieni Kaskazini wa Chama cha Mapinduzi. Nikiwa kama mwenye mamlaka ya tawi la Olorieni Kaskazini, ninakusudia kuwatambulisha wananchi wote na waandishi wa habari kwamba Felix anawatapeli watu kwa kisingizio cha kwamba yeye ni balozi. Wakati Felix sio balozi. Balozi wa shina namba 14 anaitwa Sada Mike Mwita. Balozi wa shina namba 14 ambalo yeye ndio analolitumia kwa kuwatapelia watu anaitwa Sada Mike Mwita. Na hilo ninalizungumza kwa sababu mimi ndio mwenye mamlaka ya kuwatambua mabalozi wangu. Kwa sababu sisi ndio tunasimamia uchaguzi na ametapeli watu kwa muda gani? Ni kwa muda mrefu sana. Amewatapeli watu kwa zaidi ya miaka 2, 3, 4 au zaidi. Tatizo linakuja ni kwamba mtu anapokwenda kuzungumza na yeye, sisi viongozi tunakuwa hatupo. Ni mtu mjanja sana. Anawavuta wateja wake, anazungumza nao kwa siri. Anachukua hela, anapotea, kama hivyo ulivyosikia huyu mteja mwingine amezungumza. Wakati huo nyumba ilikuwa iko chini ya umiliki wa nani? Hii nyumba ilikuwa ina mgogoro kati ya Martin Kimurja na bwana mmoja anaitwa Ernest Mrema. Umenielewa? Na hata wakati ile kesi inaendelea hakupatikana mmiliki halali wa hilo eneo, bado Felix alikuwa analitumia kwa kutapelia watu. Jina naitwa Florian Dimachius. Kilichotokea leo na mpaka unaona umati wote huu ni kwamba huyu bwana Felix amekuwa na tabia kutapeli wananchi sana. Unaona? Na kwa sababu mimi nimekaa hapa mtaa huu kwa miaka 13, kwa hiyo tumeshamsoma. Kwa hiyo baada ya kugundua kwamba kuna watu wanakuja, anawaambia yeye ndio mwenye nyumba. By the way, ameachiwa tu aangalie, maana mtu ambaye ana mgogoro na mzee mwingine anakaa Moshi. Kwa hiyo amemwachia ni kama angalie tu. Sasa yeye anapangishia watu. Bahati mbaya sasa kupangisha watu sio issue, si ndio? Lakini bahati mbaya
Akishawapangishia anawaanzishia tena mizengwe kiasi kwamba wanaacha nini? Wanaacha kodi zao. Unaona? Naweza nikakupa mfano, hii nyumba unaona mwanzoni kabisa yenye vioo, kuna kaka alifungua auze chapati. Amefunga, ameacha nini? Ameacha kodi. Chumba cha katikati kuna dada alifungua duka la nguo. Amemetaa mizengwe, ameacha kodi. Mwanzoni kule kuna kaka alifungua chips, kaacha mpaka mabati yake. Unaona? Kosa anakuwa ni tapeli. Na hapa tunavyoongea kuna dada mwingine anadai kwamba alitoa kodi yake 4,500,000 kwa ajili ya kufungua nini? Biashara. Mizengwe mpaka leo biashara haijafanyeje? Haijafunguliwa. Sasa baada ya kumtoa yeye akaendelea kujiita balozi mpaka leo hii yenyewe amepokea 50,000 kutoka kwa wadada wawili akijifanya balozi kwamba hiyo 50,000 atawasainia mkataba wa upangishaji wa nyumba, na hiyo ni tofauti kabisa na kodi ya nyumba. Alipotafutwa Felix Ngowo, ambaye inaelezwa kwamba alikuwa akitumia nafasi ya ubalozi vibaya, amesema kwamba yeye alichaguliwa na Chama cha Mapinduzi ya kuwa yeye ni balozi na hawatambui wale waliokuwa wakimfukuza, bali wanaanza kumpiga vita kutokana na kusimamia misingi mbalimbali ya eneo hilo. Jina langu naitwa Felix Moses Ngowo na ni balozi wa shina namba 14 kata ya Oloreni mtaa wa Arasi. Na katika ubalozi wangu nimejitahidi kusimamia mambo ya msingi ambayo sikupenda kupelekeshwa. Wewe umekuwa balozi kwa muda gani? Balozi toka 2023 mpaka leo. Mpaka leo ni balozi. Wananchi wanadai kwamba umewatapeli watu ambao ulikuwa ukiwakodishia zile nyumba pale, na ukiwa unafahamu kwamba zile nyumba sio za kwako. Hayo ni maneno ya wale matapeli ambao walikuwa wao wana nia ya kuuza nyumba ya mtu. Nyumba ni ya mchungaji Ernest Mrema ambayo nimefungua ofisi ya balozi wa nyumba 10. Na nyumba ile kupewa nafasi ile ya balozi wa nyumba 10 ni katika utetezi wangu nilikuwa natetea nyumba hiyo isiuzwe, na kesi ikafanyika mahakamani. Kesi zimefunguliwa kesi 2 mahakama kuu na zote tumeshinda, na mwenye nyumba kaja mahakamani, na nyumba ile niko kihalali kwa maandishi ya wakili advocate na familia ya mzee Ernest Mrema ambao ameparalyze. Wewe ulikuwa unachukua kodi pale za wapangaji? Mimi katika ile nyumba ni msimamizi wa ile nyumba, na mwenye nyumba kama ninavyosema ni mgonjwa, yuko Kilimanjaro anauguzwa, na ridhaa ya kuchukua kodi ni kwa yeye mwenyewe na mikataba ni ya kwake kwa jina lake la mchungaji. Mimi kama balozi nilikuwa nasimamia kuchukua kodi na kufikisha kwa mwenye nyumba. Mimi nilichofanya ni kuepusha shari kutokana na wao kufuta maandishi yangu ya balozi na kuingia kwenye ofisi yangu akidai wanataka kutoa vitu ndani ya nyumba yangu ya ofisi, na pia kutoa lugha za matusi chafu dhidi yangu mimi. Nikaona kitakachoendelea zaidi baada ya hapo ni kingine. Nikaja ofisi ya wilaya nitambulishe kwamba kama mimi sio balozi kweli, wao ndio wanajua mabalozi wake wote wa kata zote, na wao ndio waliosimamia uchaguzi. Hata uchaguzi uliochaguliwa mimi, alitumwa mwakilishi kutoka ofisi ya CCM wilaya na akasimamia uchaguzi ule wakiwa madiwani wa viti maalum 2 wote wakati katika uchaguzi, na zikapigwa kura nikashinda na nikawa balozi. Hauna mpango wa kuondoka pale sasa? Mimi ni balozi, nitaendelea kuwa balozi mpaka chama ndo kitatoa kauli. Chama kilichonipitisha mimi kuwa balozi na kikasimamia uchaguzi wangu kuwa balozi ndicho kitakachosema kinaniengua ubalozi, lakini si wale waliokuwa wanataka kuuza nyumba ya mtu, kutumia nembo ya chama kusema wananivua balozi, kukataa kusaini karatasi wanazotaka ni saini za kuiba madeni ya watu, mikopo. Mimi huko siko.